nchini. Vile vile Baraza la Vyama vya Siasa limefanya mikutano 6 na kutoa mawazo na ushauri uliowasilishwa serikalini kwa kufanyiwa kazi. Kufuatia mashauriano yaliyohusisha wadau wote wa kisiasa, Bunge lilitunga sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 1 ya mwaka 2024, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 2 ya mwaka 2024, sheria ya vyama vya siasa sura 258 na sheria ya gharama za uchaguzi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iliundwa kwa sheria yake yenyewe ili kujibu tulifanya hivyo ili kujibu rai ya muda mrefu ya wadau wa kisiasa nchini. Miongoni mwa maboresho kwenye sheria ya uchaguzi yalikuwa ni kuongeza takwa la kila mgombea kupigiwa kura hata akiwa mgombea pekee, hatua ambayo inafuta kilichojulikana kama mgombea kupita bila kupingwa. Vile vile utungaji wa kanuni za uendeshaji wa uchaguzi ulifanyika, na serikali imeendelea kuimarisha uendeshaji wa shughuli za vyama vya siasa nchini, ambao hadi Juni 2025 serikali imetoa ruzuku shilingi bilioni 87.87 kwa vyama vinavyostahili kupata ruzuku. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, asasi za kiraia nazo zimekuwa huru kufanya shughuli zao, ikiwa ni pamoja na kukutana na kuishawishi serikali, mpaka mapendekezo yao mengi yamepokelewa na kufanyiwa kazi. Kwa kuwa suala la katiba ni pendekezo la muda mrefu la Tume ya Maridhiano, kwa msingi huo mchakato wa katiba mpya ni miongoni mwa ahadi ambazo zinaonekana katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Hivyo ni kusema kwamba shughuli ya kuanza kufanya katiba mpya itatekelezwa katika kipindi kijacho cha miaka 5. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kuwa rushwa ni adui wa haki, na mlifurahi sana mlipomwona mkurugenzi mkuu wa kupambana na rushwa na hatani. Sasa kwa kuwa rushwa ni adui wa haki na ni kikwazo kwa maendeleo, serikali imeongeza nguvu kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Jitihada hizo zimeiwezesha Tanzania kushika nafasi ya 2 katika ukanda wa Afrika Mashariki na kushika nafasi ya 14 kwa nchi za Afrika kwenye mapambano dhidi ya rushwa, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ya taasisi ya Transparency International ya mwaka 2024. Katika kipindi hiki tulidhibiti na kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 211 milioni 900 na kuzirejesha serikalini kupitia operesheni mbalimbali za uchunguzi wa tuhuma za rushwa. Aidha, mali zenye thamani ya shilingi bilioni 35 milioni 688 zikijumuisha nyumba, viwanja na magari, na fedha taslimu shilingi bilioni 1.17 zilitaifishwa. Na katika jitihada hizi nitoe rai kwa Watanzania kuendelea kutoa ushirikiano katika mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutimiza ipasavyo wajibu wake kwa mhimili wa dola wa kutunga sheria. Katika kipindi cha uhai wa Bunge la 12 kulipitishwa miswada 60, maazimio 922, na vile vile serikali imetoa taarifa 15 kupitia kauli za mawaziri bungeni kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa masuala yenye maslahi mapana kwa taifa. Hakika mmefanya kazi kubwa, kwani michango na ushauri wa bunge hili umekuwa chachu kwa baadhi ya hatua tulizochukua au zilizochukuliwa kwenye mabadiliko ya kisera, kisheria na kiutendaji yaliyofanywa na serikali.
iliongeza kiwango cha mfuko wa jimbo toka shilingi bilioni 11 kwa mwaka 2021-2022 hadi shilingi bilioni 15.9 kuanzia mwaka 2022